hakikisha unamwabudu Mungu. Wengi wanatamani lakini ndo wamelala. Kuna siku unapokuwa umelala kaburini kule, kama wakati utakuwa umefika, utakumbuka hivi nini sikufanya duniani. Ule usingizi ndio upenda kuliko kusali. Lakini wewe umechagua fungu jema. Umeamua kuja kutafuta Bwana badala ya kulala usingizi. Mungu akubariki sana. Haleluya. Lakini naomba nikwambie, Mungu ni Bwana mwema. Mungu ni Bwana mwema. Na nilikwambia kumtumikia Mungu kunalipa, tena kunalipa vizuri. Basi kwa kwenda mbele za Bwana asubuhi leo, naomba tufungue pamoja Zaburi ya 42. Tasoma kupokezana. Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Bwana. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Lakini lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa kama chakula changu mchana na usiku. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Jinsi nayakumbuka hayo, nikiweka wazi nafsi yangu ndani yangu. Jinsi nilipokuwa nikienda na mkutano na kuwaongoza nyumbani mwa Bwana kwa sauti ya furaha na kusifu mkutano wa sikukuu. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Nafsi yangu imeinama ndani yangu, kwa hiyo nitakukumbuka toka nchi ya Yordan na Mahmon, na toka kilima cha Zal. Kilindi cha piga kelele kilindi kwa sauti ya maporomoko ya maji yako. Gharika zako zote na mawimbi yako yote yamepita juu yangu. Mchana Bwana atangaza fadhili zake, na usiku wingu wake utakuwa nami. Naam, maombi ya Mungu aliye uhai wangu. Nitamwambia Bwana, mwamba wangu, kwa nini umenisahau? Kwa nini ninakwenda nikihuzunika, adui wakinionea? Watesi wangu hunitukana mithili ya kuniponda mifupa yangu. Pindi wanaponiambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kikubwa katika mistari ni mambo moja kubwa sana. Mungu anaweza kubadilisha majaribu kuwa ushuhuda. Natamani sana muombe Mungu. Ukiwa unaanza kupitia jaribu la pesa, jaribu la madhambi, muombe Mungu abadilishe jaribu lako kuwa shuhuda. Jana usiku nilikuwa sina usingizi. Kwa nini? Nishangaa, sio kawaida. Kwa hiyo nilipolala nikaona sipati usingizi, nikasema ujinga. Nikaenda mezani, nikaanza kusoma Biblia. Kwa nini nasoma Biblia mpaka saa 8 usiku, saa 9. Nilikuwa hamna usingizi kabisa. Lakini nilipolala, kumbe Mungu alikuwa anataka kuongea na mimi kitu fulani. Kwa hiyo nikaamka saa 11 na dakika 20, nikaanza kujiandaa kwa ajili ya ibada. Nikabadilisha jaribu. Baada ya kusema sipati usingizi, sasa nikaangalia TV, nikachukua simu. No. Unapoona kuna jaribu kwenye maisha, badilisha jaribu kuwa shuhuda. Usikubali kupoteza muda, kwa sababu shetani angependa kuletea jaribu likawa ni mtihani kwako. Nilikuwa nimeishiwa pesa, nikasema itakuwaje? Nikaanza kusoma ahadi za Mungu kuhusu pesa. Uzuri siku hizi simu zinakuonyesha zote. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza ahadi, mchongo katokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kumtafakari Mungu akabadilisha jaribu kuwa ushuhuda. Lakini ukilichukua jaribu, sasa itakuwaje? Hata kanisani siendi, hata Biblia sisomi, huyu Mungu nimemtegemea bado napata shida. Mimi nilikuwa najua ndio nimepona, kwa kupona kwa Yesu mimi nimepona, mbona tena naugua? Mbona siponi? Nimewekewa mikono, siponi. Ukishaona jitu linaongea hivyo, jua limekwisha habari. Ni jitu la ovyo,
na usipoteze muda naye, mwache aishie mbali, kwa sababu ni jicho lijielewi kichwani. Lakini amtumainie Bwana anasimama kama Daudi, kama ayala ayatamanivyo maji ya mto, nafsi yangu inakutamani Bwana. Huyu jamaa alikuwa konki. Unajua konki? Konki ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Konki ni nini chazi? Wakisema huyu mtu konki maana yake nini? Yaani unakuwa konki wa shida kwa sababu unajua Mungu ataitoa. Alafu unatamani shida ije kwa sababu unajua yupo mtu nyuma yako anakuangalia ile kwenye shida. Ukimgeukia yeye baada ya kuiangalia shida unayoiona, atakusimamia, atakwambia unasemaje mwanangu? Bwana Yesu asifiwe. Alafu shida italala chini. Shetani anapokuja na magonjwa, alafu badala ya kuangalia ugonjwa akasema Yesu. Angalia baba. Nilikuwa naangalia mkanda mmoja jana kwenye simu. Kapile viungo vidogo vile. Kwa kila kukaruka. Anakemea watu. Wameshikwa kamba na bwana wake. Sasa yule jamaa kaachia kamba. Kile kipo karudi kabeba kamba kamba mshika bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kusieni mwenyewe wewe ndio mimi nakuweka lakini mimi nakuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndipo ulivyo. Yaani wewe unatakiwa ujue kwamba tatizo linapotokea badala ya kuliona ile tatizo muangalie nani? Yuko jamaa amekaa hapa nyuma anakuangalia. Usiogope. Mungu anakuangalia usiku na mchana. Daudi alimwona Mungu katika level hiyo. Natamani nao ufike level kama hiyo. Bwana, nafsi yangu yakutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe. Nenda mbele za Bwana mwambie Mungu wangu ninakupenda. Najua nakupenda sana. Wewe ni rafiki yangu. Asante kwa kuleta nyumbani mwangu Mungu. Asante kwa kunipa kibali Bwana. Asante kwa kunipa neema yako Bwana. Asante kwa ajili ya baraka na uzima ambao umekuwa sababu ya kuwa na uzima. Nalibariki jina lako Bwana. Nalitukuza wewe hai Bwana. Wewe usiyeshindwa kwa jambo lolote. Usiku na mchana rehema na fadhili zako nipe juu ya maisha yangu. Niseme nini kwa ajili ya siku ya leo? Nieleze nini kwa matendo yako Mungu? Ninakushukuru sana kwa ajili ya wokovu na uzima, neema ya afya na amani. Damu yako Yesu inaonena mema kwa ajili yangu. Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya kibali. Asante kwa ajili ya asubuhi tena leo. Pokea sifa, pokea shukrani. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe unastahili. Nani kama wewe? Rabu sakonyenda kabari. Nekerebasio nurugosha. Na ndipo tunaiweka ibada hii mikononi mwako. Yesu Kristo mwana wa Mungu, anza nasi. Ukamalize nasi ibada hii. Nenda katikati yetu Bwana. Tufundishe makuu yatokanayo na sheria yako. Damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili yetu. Karibu Bwana. Karibu Roho uzima katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe wimbo mmoja, wimbo namba 58, wimbo namba 58, kisha tuingie kwenye somo la asubuhi. Wimbo namba 58.
kupindua meza za waharibifu wa hatima, kupindua meza za waharibifu wa hatima, au kuwapindua waharibifu wa hatima. Mpendwa katika Bwana, hii dunia tunaoishi ina vita nyingi sana, lakini unatakiwa ujue shetani anapitia milango gani kwenye maisha ya watu. Nitaongelea kuhusu milango mitatu pesi, nataka ujue. Mlango wa kwanza ni upumbavu au ujinga. Asubuhi leo nikienda kumuuliza mmoja, leo tumesoma Zaburi ya ngapi? Zaburi nataka akili yake imefungwa. Yaani ndio kucha asubuhi ametoka kuamka, lakini ukimwambia tulikuwa tunasoma Zaburi ya ngapi, hata kichwa cha Zaburi tu anachekesha. Mtu mpumbavu, mtu ambaye akiingia kanisani au sehemu ajelewe anakwenda kufanya nini. Natamani usio mtu wa aina hiyo. Tutakaposoma andiko hataki kusikiliza kwa makini, ndio anawaza kuhusu chips na malagi ameacha nyumbani. Akili yako Mungu aliyokupa, umesoma hujasoma, ukiweza kutumia macho yako na masikio yako kusikiliza kwa makini, lazima utakumbuka mawili matatu. Kwa adui anapenda kuiba neno, na akipata mtu mchinga hana tatizo, kwa sababu atapiga na suti yake, atakaa na kiti cha mbele, akumbuki chochote kwenye ibada. Atakuwa anakumbuka tu. Lakini neno la Mungu ambalo ndio silaha, ndio ushindi wake, anaweza kumaliza ibada mpaka yote kama hii, akumbuki mstari hata mmoja uliosoma, lakini anashindwa kukumbuka kwamba angeweza kuweka bidii, angekuwa na uwezo wa kukumbuka, ila kichwa yake imeshafyatuka, kwa nati zimeachia, yanapita tu kama maji ya kwenye ndoo imeshatoboka chini. Maji hayana thamani kwake. Natamani usiwe mmoja wa watu kama hao. Haijalishi umri wako, neno la Mungu linaposomwa, hakikisha akili zako, fahamu zako na maarifa yako pale. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Kumpenda Mungu ni kupenda neno lake. Kitabu cha Isaya sura ya 55 mstari wa 11 kinajaribu kutuelezea kwa upana umuhimu wa kujua chanzo cha vita ambayo inatokana na kutojua neno la Mungu. Isaya 55:11 anasema, ndivyo litakapokuwa neno langu litokalo kinywani kwangu, alitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Neno la Mungu linaposomwa, hakikisha kidole chako gumba cha chini ya mguu wako kinajua kuna neno linasomwa. Ni maamuzi tu. Chochote ulichokuwa nacho makini utakifuatilia. Ni sawasawa pepa na nyoka hapo. Ukiwa unapita njia kila siku kawaida, hamna tatizo. Lakini siku ukiambia hapo kwenye njia bwana tumeona joka kubwa limepita, akili yako zitarudi. Sasa watu wengi wamemzoea Mungu, shemeji, mjomba, huwezi kumuona. Atakuwa hivyo hivyo. Lakini ukimchukua Mungu kama Mungu, kuna nguvu. Kwa hatua ya kwanza shetani ni kukunyang'anya neno. Nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisikutende dhambi. Weka neno la Mungu ndani ya Mungu. Neno la Mungu litakapokaa ndani ya mifupa yako litakuwa uponyaji wako. Kwa kataa roho inaotelezesha neno la Mungu. Mimi nashika Isaya 55:11. Basi shika hata mstari mmoja kwa asubuhi. Kumbuka kwamba neno la Mungu halitarudi bure. Baba, katika jina la Yesu, neno lako limesema kwamba mimi ni kichwa sio mkia. Neno lako haliwezi kurudi bure. Naomba nifanye niwe kichwa kuliko mkia. Baba, umesema utanipa kila mahitaji yangu sawa sawa na utajiri wako katika Kristo Yesu. Baba, ninaomba sawa na neno lako ambalo halirudi bure, basi ukanipe mahitaji yangu. Baba, umesema kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, Isaya 55:3. Basi ninaomba lile neno lilosemwa ambao umeongea alitaweza kurudi bure.
naomba uniponye ugonjwa huu ambao unanisumbua kwa muda mrefu. Mungu ni mwaminifu, analiheshimu neno lake kuliko jina lake mwenyewe. La pili, shetani anapigana vita kwa kuleta kukata tamaa. Mtu unakutana ongea na wewe anakuambia, jamani ananichosha huyu. Unajua tayari kichwani kumeharibikiwa. Yaani haya matatizo yamekuwa mengi mpaka sasa sijui nifanyeje. Unajua tayari huko juu nati zimeachia. Huyu mtu hawezi kwenda mbali. Hizi mbio zimemshinda. Lakini napenda mtu ambaye ni shujaa. Wakati ambapo anaumwa anasema, huu ugonjwa Mungu ataniponya, mbona hamna tatizo. Huyo mtu tutaomba naye. Jana nimepigiwa simu na dada mmoja, nikuuliza kuhusu habari yake kupata ajali mbaya. Na nimemchungaji, ndio nimevunjika miguu, lakini bora mtapona. Kwa hiyo nilipigia saa 5 tukaomba naye saa 4. Alafu saa 7 hivi nikampigia tena akapokea. Mchungaji, niko kwenye naomba, niko kwenye maombi. Nashukuru nilipigia. Yesu ndio tunamtaka mtu kama huyo. Sio Kristo goigoi jitu la ovyo tu, linakuja kanisani kila siku likipitia kwenye matatizo kidogo, linakuwa lichinga maneno yake mdomoni akichinga, alikui, linakuwa jitu lizima lakini bado ni mtoto. Huo ni mambo ya chanani. Frustration zinapokuja, pambana mpaka kieleweke. Pambana mpaka kieleweke kutumia neno la Mungu. Na midomo yako ndio itasema unasema nini wewe. Lakini ukifika hatua ya kulima, yaani wananisumbua jamaa, yaani nimejaribu kutembea hata siwezi. Lakini anasema naweza mambo yote. Unashangaa mtu aweza na kutembea. Si mama kutembea bwana, tena anaweza kukimbia. Unashangaa anakimbia lakini uko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio mwanaume. Mungu anatafuta mtu kama huyo. Sio mtu jitu la kulialia tu. Kuna mijitu ambayo ni jitu mzima lakini kazi yake kulialia tu. Kila kitu ni kulialia. Na bahati mbaya anakuja kuoa kwa mjaka na milialia. Jitu lisokona akili na chochote. Jifunze kuwa mgangani. Wewe ni mtoto wa Mungu. Lazima ujue baba yako ana uwezo. Changamoto sio tatizo. Changamoto ni sema kumwambia baba, sasa napata muda wa kuomba. Shetani anatakiwa kimbie. Akili yako haitaki shake aina yoyote ya kutikisika wakati majaribu yanapokuwa mengi. Midomo yako iongee neno la Mungu na kulitamka bila hofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni sehemu ambayo adui anapenda kuongea. La tatu, adui anapenda kuweka kitu tunakiita nila. Sasa hiyo iko chini ya uwezo wako na itatoka kwa maombi. Nila au minyororo. Vifungo ambavyo vinatokana na familia. Vifungo ambavyo vinatokana na nyumba baba yako na mama yako. Hivyo ni vya urithi. Tabia fulani ambazo mama yako anazo na unazo na baba yako anazo na unazo. Sasa unatakiwa ubomoe mwenyewe kwa sababu ushazijua, unatakiwa uchukue hatua. Kwa sababu kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 anasema upako wa Mungu unavunja nira. Mafuta yanavunja nira. Na Mungu akishavunja nira umemaliza. Jambo la mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ni adui kutokuunganisha na wasaidizi wa timu. Wasaidizi wa timu ni nani? Nilipokuwa nafanya kazi sehemu fulani, ili kwenda kwenye cheo fulani cha juu zaidi, ilibidi apatikane mtu mwenye zako. Mbona umekaa muda mrefu hapo? Njoo. Twende. Wanaitwa wasaidizi wa timu. Bwana, mbona hii biashara unaifanya kwa muda mrefu sana? Njoo nikuelekeze. Njoo uchukue kitu fulani kitakusaidia. Wanaitwa wasaidizi wa timu. Mtu ambaye atakushika mkono na kukuambia twende pamoja. Yawezekana timu yako inakwenda kwenye utumishi au kitu fulani cha maana. Lazima upate kanisa kama hili ili kwamba likufundishe namna ya kuomba maombi ya vita ili ushinde. Wanaitwa wasaidizi wa timu. Lakini unakuta mtu badala ya kuja kanisa kama hili unaenda kutana kanisa la kutengeneza jina la sako. Kuna makanisa ambayo kazi yake ni kutoka milangoni kote ni sako mfano. Mjizo mtu mmoja amenitumia wimbo. Sako mtumishi wa Bwana, sako jamani amebatizwa, anafanya kazi ya Mungu, anaomba usiku kwa ajili ya watu wake. Hivi mbinguni tumeshafika, tunaweza kupeana mataji mapema na bei. Akaniambia nauza wimbo shilingi 25,000. Nikamwambia bora sana mimi naenda mbinguni, bwana msaidia ujinga.
uwe na amani na hizo nyimbo zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baadaye nimekana shanga watu wanaanza kuimbiana hapo. Mwingine amefanya birthday news anapiga na taji sijui, ameleta na farasi sijui. Watu wamevaa kama malaika huko nyuma kama mbinguni. Tunakwenda huko kitu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ule wako ingie kiki kwenye huduma kama hiyo. Huduma ya sako. Utakaa miaka 20 unalamba miguu. Lakini unatakiwa upate mahali patakapokufundisha neno. Ukijifunza neno litakusaidia kumjua Mungu. Ukipata huduma ambayo inakufundisha habari za Mungu, sio za mtu, kuonyesha kwamba mimi sako unajua na niko karibu na Mungu, kwa unajua utakuwa sema Mungu, lazima kwanza mimi ndio niongee naye. Bwana Yesu asifiwe. Kisha unaenda kwenye huduma kama hiyo, sisi ni watumishi tu. Tumepewa tu nafasi ya kusimamia. Basi, lakini yuko Bwana Mungu, kazi moja. Basi, ukishajua hivyo inakusaidia. Kwa hiyo wanaitwa wasaidizi wa hatima. Badala ya kukutana na mke ambaye ni mwema, anakutana na kikutu. Unajua kikutu? Unajua mke kikutu? Anakubu. Hana msaada wote. Ajielewi, amefundishwa kwamba mwanamume anatakiwa mtunze, ampeleke Saudi. Wewe unapata mchumba tu anakuambia nataka shikie vishina tena kwenda kusuka nywele. Alafu anategemea mwanamke atakuwa maana huko mbele. Kisha habari yako. Forget about it. Unajitengenezea kaburi. Unakutana na kijana afanye kazi yote, kazi yake ni kupiga perfume na panki tu. Shughuli yote afanye, yuko tu. Yuko smart. Kisha habari yako, hiyo ndio imekufa hiyo. Hamna kitu hapo. Kwa sababu haijalishi mtaanza na umaskini au utajiri, mwanaume mwenye maono ndio utampata. Kama ni mwanaume anayeweza kuona mbele. Ajali sasa hivi anajua miaka 3 ijayo ndio. Inawezekana anapitia na jipangaza, lakini miaka 3 ijayo sitakuwa hivi. Kuna vitu naviona mbele ya maisha. Sasa ukutana na jitu na unawaza tu kwenda shopping, hata nguo zenyewe anavaa mtumba. Sio kwamba mtumba kubali dhambi, lakini maono yake sio ya kule tunakoenda. Lazima uwe makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu wasaidizi wa hatima. Muombe Mungu sana ukutane na mtu ambaye atakushika mkono. Bwana, katika kile unachokifanya mimi nafikiri ngoja nikuunganishe. Mimi nakutana nao sana. Wamenisaidia kwa mambo mengi. Lazima kuna watu walitangulia hii safari, wewe sio wa kwanza. Na wana uwezo wa kukushika mkono wa kusaidia. Lakini pia na wewe ukishikwa, shikika. Ukibebwa, bebeka, sio anze kurukaruka huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Mungu atakapoweza kukushika. Kwa siku ya leo tunaenda kuangusha nguvu za giza ambazo zinakwenda kufanya na kuleta madhara hayo ambayo tumeweza kuyaendelea pamoja. Naomba tusimame. Kwa tunatumia silaha kubwa 3. Katika imani yetu ya Ukristo tuna silaha kubwa 3. Silaha ya kwanza ni moto. Ndio maana unapoona mtu unamwombea alafu yeye bado unaagiza moto. Moto ni nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni moto. Wakashukiwa na ndimi kama za moto. Riba sasa inaenda na bashi. Moto. Ndio maana kabla za adui tunapiga moto. Tena wanaita moto makali wa silaha. Silaha ya pili ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Unapopigana vitu lazima ujue hizo silaha, kwa sababu unaweza kusema tu sijui upepo, sijui mchanga, no, sijui mawe. Tuna silaha hizo 3 kubwa. Baba, katika jina la Yesu naagiza moto kwenye vikao vya adui, ukasambaratisha na kuwatafuna kila madhabahu ya giza, moto wa Mungu juu yake. La pili, nimekwambia damu ya Yesu. Damu ya Yesu kaweke ulinzi juu ya maisha. Damu ya Yesu pigana vita kwa ajili yangu. Damu ya Yesu ponya matumbo yangu. Damu ya Yesu ponya mgongo wangu. Damu ya Yesu. La 3, silaha kubwa ya 3 ni ahadi za Mungu. Baba, umesema hivyo, ninaomba chochote kinachoenda na kile ulichosema, bomoka, angamia, shindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo hai, ninainua mikono juu. Ninajua uliponiumba siku nimetoka tumboni kwa mama yangu, ulikuwa na makusudi juu ya maisha yangu. Ulikuwa na kitu umekiandaa ili nikaweze kuja kufanya duniani. Mimi sikuzaliwa bure.
sikuzaliwa kuja kuvuta hewa, nimezaliwa kwa makusudi. Ninaomba neema Bwana, kama kwa namna yoyote nimetoka nje ya mstari, Bwana, neema ikatokee, ukarejeshe kusudi lako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Ukarejeshe kusudi lako juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Roho zote ambazo zinapangua njia ambayo natakiwa kupita, njia ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yangu, ewe roho, sikia sauti ya Bwana, angamia kwa moto asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Kila vikao vya washirikina, vikao vya wachawi ambavyo vimekusudia mambo mabaya juu ya maisha yangu, ninafuta maamuzi yake, ninafuta ajenda zake. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nena mema kwa ajili ya maisha yangu, nena mema kwa ajili ya roho yangu katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, kama neno lako lilivyosema, watapigana lakini hawatashinda. Hivyo ninaomba yoyote anayepigana na mimi, Bwana, pigana naye, mwangamize, ashindwe, wafedheheke, waaibishwe, waangamizwe wanaonitakia maisha mabaya, bali Bwana waimarishwe wale ambao Mungu umewatuma wakanishike mkono kwa ajili ya maisha mema. Ninaomba leo katika wiki hii nikakutane na wasaidizi wa hatima, nikakutane na watu wanaweza kunishika mkono kwa ajili ya safari ya mbinguni. Ninaomba neema Bwana ya kukutana na wasaidizi wa hatima, na watu ambao watanisaidia ili kufika kule ambako natakiwa kufika. Wale mamajusi walienda kumtembelea Yesu, wakamthibitisha kama mfalme wa dunia. Ninaomba na mimi Bwana, wale wanaotakiwa kukutana na mimi na kunithibitisha katika nafasi yangu, kama ni ya uimbaji, kama ni ya kazi, kama ni ya biashara, kama ni ya kufanya kitu, ninaomba Bwana nikutanishe na watu watakaonisaidia katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, ulimtuma kwa Yusufu wale waokamkate, ulimtuma kwa Yusufu wale wanaotumu kwenye meza ya mfalme. Leo ninaomba nikutanishe na waokamkate wangu, nikutanishe na wahudumu mfalme, ili Bwana niende mahali pa juu. Ninakataa kubaki nilivyo, ninakataa kubaki hapa katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya kutimiliza lile kusudi ambalo Mungu umeweka katika maisha yangu. Kama kuna jambo natakiwa kulifanya ili niende mbele, ninaomba kibali, naomba hekima ya kuweza kufanya. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili yangu. 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 Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Baba, umesema unayajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya neema, sio ya ubaya, ni mawazo ya kwenda mbele, sio kurudi nyuma, ni mawazo mazuri. Ninaomba Baba, yale mawazo yako juu ya uhai wangu, juu ya maisha yangu yakapate kutimia. Yale mawazo yako juu ya maisha yangu yakapate kutimia katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru maana wewe ni mwema. Amen. Omba sasa kwa ajili ya maisha yako. Unajua nini unataka Mungu akufanyie? Tumia silaha zako za damu ya Yesu, silaha ya moto wa Mungu, tumia silaha ya neno la Mungu. Kumbusha Mungu ahadi zake juu ya maisha yako. Ekarobo korienda raba, remeza korienda rabosha korienda raba, rebaze rebosha korienda raba. Katika jina la Yesu Kristo la Baba, kwa ajili ya ule wito mkuu wa huduma hii, ninaomba lile kusudi ulioweka kwa ajili ya huduma hii ikapate kwenda kutimia kwa damu ya Yesu, ikapate kwenda kutimia kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana ikatende makuu, neema yako Bwana ikatoe kibali, neema yako Bwana ikatende mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo aliye, katika jina la Yesu Kristo aliye. Ninaomba kibali Bwana juu ya maisha yangu, naomba kibali juu ya uhai wangu, naomba kibali juu ya mwenendo wangu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema juu ya maisha yangu. Ninaomba kibali kwa ajili ya huduma hii Bwana, ninaomba neema. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya huduma hii katika jina la Yesu.
Amen. Omba kwa ajili ya kanisa ya mahali hapa, omba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Baba, tunaliombea kanisa mahali hapa, washirika wote ambao Bwana wanakuja kuabudu mahali hapa, popote walipo, ninaomba ulinzi wa kimungu. Baba, ukawape neema ya kutimiza hatima yao. Naomba ukawalinde na yule mwovu, waepushe na mabaya. Yale tuliyotamka kwa ajili ya baraka juu yao ikapate kwenda kwa ajili ya maisha yao. Ukawasaidie Bwana, ukawafikishe kule ulikokusudia, katika jina la Yesu Kristo hai, katika jina la Yesu Kristo hai. Baba, ukabariki kazi yako mahali hapa, ukapate kuinua jina lako kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Amen. Baba, tunaliombea taifa la Tanzania. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili ya taifa hili. Kila roho ya kumwaga damu tunaifuta. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili ya taifa hili, katika jina la Yesu. Amen. Tuombe pamoja sala. Bwana Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali tuepushe na ule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Niwatamkie siku njema yenye baraka mbele yenu kwa jina la Yesu. Amen.